Kuna ambao wanadhulumu kila kukicha mali za watu, wanadhulumu mashamba ya watu, ardhi za watu, majumba ya watu na vifaa vya watu. Lakini pia kuna dhulma nyingine iliyoenea mno katika zama zetu hizi. Ni dhulma ya kuchafua heshima za watu. Wengi wetu hatufahamu ya kuwa unapoamua kutumia ulimi wako vibaya na ukamsaga Muislamu mwenzio, ukasema juu yake yaliyopo na yasiyopo, ili mradi umpake matope, ili mradi aweze kunuka katika jamii iliyowazunguka, wengi hatujui ya kuwa hili pia ni aina kubwa katika aina za dhulma. Katika khutba ya kuaga mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika Sahihul Bukhari kwa nambari 1741, miongoni mwa mambo ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameyaharamisha na kuyasisitiza na kuyakokoteza katika khutba yake ya kuaga, na siku zote mimi na wewe tunafahamu ya kuwa mtu akitoa wasia wa mwisho katika maisha yake, hii inaonyesha ya kuwa wasia huo ni wasia muhimu sana na tena kupita maelezo. Anasema, ala zindukeni, inna dimaakum, hakika ya damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, wa a'radakum, na kuvunja heshima baina yenu, haramun alaikum, hayo ni haramu juu yenu, ka hurmati yaumikum hadha fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Anasema kuanzia hii leo, ndani ya siku hii ya leo, ndani ya mwezi huu, mwezi wa Dhulhijja, na ndani ya mji huu mtukufu wa Makka, ni haramu Muislamu kumwaga damu ya Muislamu mwenzake. Ni haramu Muislamu kupora, kunyang'anya, kudhulumu mali ya Muislamu mwenzake. Ni haramu Muislamu kutia doa na kushusha heshima ya Muislamu mwenzake. Waislamu, na hayo ndiyo yaliyoenea katika ulimwengu wetu huu, ulimwengu ambao ni mzito kabisa, ulimwengu ambao wale wanaosemekana wameshika dini wameshindwa kuzuia ndimi zao, ndio wanaoongoza kuchafua Waislamu wenzao. Sikiliza katika Sunan ya Abi Daud kwa nambari 4878, lamma urija binabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ila as-samaa lailat al-mi'raj, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ule usiku alipopelekwa Mi'raj, miongoni mwa watu aliowaona, matukio mazito aliyopata kukutana nayo, tukio ambalo mtume lilimnyima raha katika maisha yake. Aliona moja kubwa kabisa, aliona jambo zito kabisa. Katika hadithi ya Anas ibn Malik akasema, lamma urija biya marartu, nilipopelekwa usiku wa Isra na Mi'raj, nilipopelekwa mbinguni sasa, akasema marartu biqaumin, kuna pahala nilipitishwa nikakutana na watu, lahum adhfarun min nuhas, wana kucha ndefu sana, kucha ambazo ni za shaba tupu. Hizi kucha zinabadilika, zinakuwa ni za shaba tupu, alafu ndefu kweli kweli. Yakhmishuna bihi wujuhahum wa sudurahum, wamepewa kibarua kwa kucha zao ndefu, kucha zilizotokana na shaba, wanajiparua wenyewe usoni na kifuani. Malaika maalumu wanawasimamia, wamepewa kucha ndefu za shaba, kisha wakaambiwa wajiadhibu wenyewe.
wanajiparua kwa kucha zao ndefu za shaba usoni na kifuani. Fastaghraba alhabib, akashangaa Mtume Muhammad. Faqal, akasema, man haulai ya akhi ya Jibril, nani hawa ewe ndugu yangu Jibril? Kwa nini wana kucha zisizo za kawaida, kucha za shaba ndefu sana, na kwa nini wanajiparua usoni na kifuani? Kosa lao ni nini? Hatia yao ni nini? Jibril akajibu akasema, haula الذين كانوا يأكلون هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراض المسلمين. hawa walikuwa na makosa makuu mawili. Kosa lao la kwanza, hawa walikuwa wanapenda kula nyama za ndugu zao. Wasengenyaji popote pale mulipo, hii ni message kwenu. Na tathmini yaonyesha mimi na wewe tunauswali, haipiti risali moja bila ya kusengenya watu. Katika madhambi mengi tulionayo ni kuwazungumzia watu wasiokwepo katika eneo lile, tena vibaya kabisa. Kosa lao la kwanza, walikuwa wanapenda kula nyama za ndugu zao, bimaana kuwasengenya watu. Kosa la pili, walikuwa wanapenda kuchafua heshima za ndugu zao. Muislamu ana utukufu, Muislamu ana sharaf, Muislamu ana heshima popote pale alipo. Heshima hiyo amepewa na Allah jalla fi'ala. Akitokea Muislamu mwingine akamtia doa, akamwambia hana lolote, yuko hivi yuko vile, na akamsingizia mambo yaliyopo na yasiyokuwepo, hakika wewe unayechafua heshima za watu na kuwapaka matope. Kucha zako siku ya kiyama zitageuzwa kuwa za shaba na zitarefushwa, na utalazimishwa kujiadhibu mwenyewe na kujiparua usoni na kifuani. Ikhwata al-Islami wal-Iman, ahbaba Rasulillah, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratu